online warriors wakiborana wakisomali watapata hii moja kwa moja kutoka page yangu, kutoka zile platforms ziko tayari, na wale wazee na walikuwa ni lakini hao wametishwa, hizo radio sasa hakuna, lakini hii habari itawafikia. Mimi niseme mimi ni mzalendo wa Kenya, na mimi nashughulikia Wakenya wote, na lazima tuanze kuambiana ukweli. Na mimi nimeshtumiwa katika Northern Kenya wakiongozwa na Aden Duale na magavana na MPs ya kwamba mimi sipendi wa Somali, ya kwamba mimi nachukia wa Somali, kwamba jamii yangu ya Mlima Kenya tuko na matatizo na wa Somali. Hiyo ni uongo mtupu. Ndugu yangu, vile ilifanyika ni kwamba Aden Duale ni kibaraka ya William Ruto, na William Ruto aliponitoa kwa ofisi, hata akijua ya kwamba watu wangu, jamii yangu ndio ilimpatia kura karibu milioni 4 kumfanya yeye kuwa rais, mpango vile ataunganisha Wakenya wote kupigana na kuangamiza jamii ya Mlima Kenya, ile inaitwa 41 versus 1. Na mtu mmoja alipewa hiyo kazi ni Aden Duale, afanye juu chini jamii ya Mlima Kenya ikosane na jamii ya Wasomali. Na ndio akaanza kunitubia makobora kusema mimi ni mkabila, mimi nachukia Wasomali, Wasomali na arigijia wesiki sana, Wakikuyu na Wasomali wako na matatizo. Ndio William Ruto afaulu kukosanisha jamii ya Mlima hapa nasimama. Mimi ni wa dhati wa ukweli wa jamii ya Wasomali, kwa sababu jamii yangu ya Mlima Kenya na Wasomali sisi ni kitu kimoja. Sisi ni wafanyabiashara, sisi ni watu ya kujitafutia, sisi ni watu ambaye tuko na bidii. Sisi watu ya Mlima Kenya na Wasomali tunafanya biashara pamoja, na katika uchumi wa Jamhuri ya Kenya, jamii ya Wasomali na watu ya Mlima Kenya tunachangia kiwango kikubwa sana kuendeleza uchumi wa Jamhuri ya Kenya. Na jamii ya Mlima Kenya na Wasomali hatuwezi wachana. Sisi ni kama chana na pete. DNA ya Wasomali na DNA ya watu ya Mlima Kenya ni moja. Sisi ni watu ya bidii, sisi ni watu ya biashara, sisi ni watu ya kutafuta, na sisi ni watu ya kwenda kila pahali katika Jamhuri ya Kenya kutafuta. Pale Karatina, bucheri zile zote zinatuzia nyama ni za Wasomali. Pale Nyeri town Wasomali ndio wenye kuvuma. Hii Thika wamejaa hapo. Pale Nakuru wao Wasomali wako kila pahali Kikuyuni. Tunafanya biashara pamoja. Hapa hii Eastleigh, siku tulikuwa na ile Garissa mall, tuko na hizo mall zimekuja. Ile biashara iko hapa Eastleigh ambayo inasimamiwa na Wasomali. Ni watu ya Mlima Kenya, na wanaketi pamoja, wana chuuzi, wanaenda pale kwa Wasomali, wanabeba kania, wanaenda wanauza, wanachukua, wanaenda wanalipa wafanyabiashara ya Wasomali. Hii Eastleigh bila Wasomali na Wakikuyu hakuna biashara iko hapo. Na sisi hatuwezi wachana, kwa sababu sasa hawa watu ya Mlima Kenya wakikosana na Wasomali wanatoa mali wapi ya kuenda kuuza. Hawa Wasomali wakisikiza Duale wakosana na watu ya Mlima Kenya, customer yao atatoka wapi? Uhusiano wetu na Wasomali ni maisha yetu na kesho yetu. Na mimi nikiwa kiongozi katika Mlima Kenya na kiongozi wa Kenya, sitakubali Aden Duale na vibaraka wake wakuja katikati yetu na Wasomali. Na mimi nikwambie ndugu yangu, ukitaka kujua sisi na Wasomali ni kitu kimoja, pale Nyanyuki iko constituency inaitwa Laikipia East.
pale 99